Taomba. Wapendwa wasikilizaji wale ambao mko mbali na karibu, tunawasalimu tena. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mnapotazama ni ubatizo ambao tulikuwa tunajiandaa tukielekea kwenye Yordan ili tuweze kubatiza watu ambao wamekubali ujumbe, waliojifunza katika sehemu mbalimbali. Tumepiga magoti tukiuliza wale ambao wanaenda kubatizwa. Ukapatikana wale ambao wamependa ubatizo, lakini tukaangalia kwanza miaka, kwa sababu kubatiza watoto wachanga ni kosa kubwa sana kulingana na maandiko katika kitabu cha Marko 16:15 hadi 16. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba ili tuelekee kwenye Yordani. Hapa ni maandalizi ya kutoka moja kwa moja tukielekea pale kwenye Yordani. Kwa hivyo mtaendelea kufuatilia. Hapa tunatoka tukienda Yordani hadi kwa mto. Mtaweza kufuatilia ubatizo wa leo, ni mzuri sana, ambao ulifanyika katika makambi ya Laikipia. Watu 20 ndio tuliweza kubatiza, wakakubali ujumbe. Mungu awabariki. Ulikuwa ni umri wa kutenganisha utoto na mtu mzima, na mtoto wa umri wa miaka 12 alikuwa anaitwa mtoto wa sheria. Makosa aliyokuwa akiyafanya hayakuwa yanaulizwa wazazi, na wakati walipokwenda kwenye sikukuu za vibanda, yeye alikuwa anajenga hema lake hapo, anakaa huko kama mwanasheria. Lakini kwa mujibu wa maandiko matakatifu, tunaona hiyo chapter ya 8 kwenye paragrafu ya kwanza, wanaposema Yesu alipokwenda, wazazi wa Yesu walipokwenda kwa Pasaka wakiwa naye akiwa mtoto. Ndio maana wamesema kwamba kwa Yahudi umri wa miaka 12 ulikuwa ndio mstari unaotenganisha utoto na ujana. Kwa pamoja, mtoto wa umri huo alikuwa anaitwa mtoto wa sheria. Kwa hiyo tukiwa na watoto wa umri huu hapa miongoni mwetu ambao wanataka kupokea ubatizo, kuna maneno tunayosoma kwenye kitabu cha Evangelist kuwabatiza watoto. Wazazi ambao wana watoto wanaohitaji kubatizwa wana kazi kubwa ya kufanya kwa kujichunguza wenyewe na kupatia watoto wao mafundisho yaliyo hai ambayo yanaweza kuwaweka kwenye laini nzuri. Ubatizo ni mojawapo ni huduma takatifu tena ya maana. Ndio maana tunapaswa kuelewa zaidi ubatizo. Maana yake ni kutubu dhambi, kuingia katika maisha mapya katika Kristo Yesu. Hakuna jambo la kukimbilia ubatizo bila mtu kujua nini anachokwenda kukifanya. Ndio maana watoto na wazazi wanapaswa kwanza wanaangalia na ubatizo unaomba nini. Pia wakati wazazi wanapokubali watoto wao wabatizwe, huwa wamepatana na Mungu ya kwamba watakuwa wakili waaminifu na kuongoza vizuri katika safari ya kujenga tabia. Huwa wameagana na Mungu ya kwamba watachunga kwa namna ya kipekee hao kondoo wadogo wa kundi, ili wasiaibishe imani wanayosema ya kwamba wameikiri. Ndio maana mtoto akija, sharti awe pamoja na mzazi, ajue ya kwamba hivi anatafuta kuanza upya maisha ya kiroho. Atamsaidia kwenye safari hiyo na kuwa anamkumbusha kiapo ambacho amekifanya na agano ambalo amelifanya kati yake na nani? Na Mungu. Ndio maana watoto hawa wachanga tukubali, hawajui kile wanachokifanya. Na kama kweli miongoni mwa watoto hawa kuna wale ambao wamekuwa na umri
wa miaka 12. Naona hawa watano. Yule ambaye ana 12 anaweza kaweka mkono juu. Amezidisha 12 au zaidi. Naona wewe una mingapi? 2. Na wewe una miaka mingapi? 14. Sawa? 14. 13. 14. Wazazi watoto wako, nani mnakubali watoto hao wapokee ubatizo, wafanye mapatano pamoja na Yesu ili muwasaidie kwenye safari yao ya kiroho? Kama wazazi wako wanaweza wakainua mikono. Wazazi wa watoto, naona mama huyu, naona mwingine hapo, naona mwingine hapo. Basi hakuna lingine la ziada. Bwana awawezeshe kusimama imara na mwenendo wenu safari hii ya kiroho, muweze kwa mvuto mzuri kwa watoto, kwa vijana, kwa watu wazima, sababu mupo. Shukurani ni zako Baba mtakatifu, ukaaye mahali pa kuinuka juu mbinguni. Umetuongoza, umetufikisha hapa. Tumewasindikiza wenzetu ambao wamekubali Yesu Kristo, tena wamekubali kufa pamoja naye, wakitegemea kufufuka pamoja naye kiroho. Umetutendea hiyo, nasi tunakushukuru. Jina lako lipewe sifa. Amen. Utuongoze kwa kila jambo, mioyo yetu ielekeze mahali ambapo tutafanikiwa kupitia jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. John Mwenda amekubali leo kubatizwa katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nami nakubali kumbatiza. Bwana umpokee kupitia jina la Yesu. Amen. Shem Kipto amekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yake. Nami nimekubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kefa Kipkorili amekubali Yesu Kristo leo, nami nampatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kevin Kipruto amemkubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nimekubali kumpatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Marlon Kiprono amekubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nampatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ivan Erungu amemkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nampatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Johnson Piringiro amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumpatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. James Mwenge Mumbi amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumpatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Godfrey Muhiti amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Leo nami nakubali kumpatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Samuel Ubani amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake.
Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Stanley Simiyu Wafula amekubali Yesu kuwa kama mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hairili Nzalea amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Anna Waithera amekubali Yesu Kristo kuwa kama mwokozi wake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Josephine Kanan amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nimekubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Cecily Wanjiru amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Adam Origi amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Lynn Kadhoni amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Rose Kadhambi amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nimekubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Fanzi Kimei amekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Faith Kemei amekubali leo Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Nami leo nakubali kumbatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa wasikilizaji, wale ambao mnaotazama YouTube yetu ya Revival and Reformation Kenya, kwenye YouTube, TikTok, Facebook mtaandika Revival and Reformation Kenya. Hawa ambao mnaona hapa wamepiga foleni ni wale ambao wamebatizwa siku ya leo, ambayo ni ilikuwa ni siku ya maandalizi ya makambi. Ina maana kwamba ni watu 20 wale ambao mnaoona hapa. Tumewachukua video ili muweze kuwatambua, ni watu 20. Ni mambo mazuri, tena ni mambo ambayo yalikuwa matamu zaidi, kwa sababu wameapa wakaonyesha na ishara ya kwamba umejiunga na ujumbe wa uamsho na matengenezo. Karibu sana wale ambao mko mbali, na karibu. Mkiwa na maswali mtatuuliza yale ambayo mmeona katika mafundisho tuliyopitia katika makambi yetu ya Laikipia, katika shule ambayo inaitwa Kitwamba Secondary School. Hawa mnaowaona tuombe, alafu tunawakaribisha tukienda. Nikwambia karibuni katika safari. Sasa wameanza safari. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa muda huu mzuri ambao umewapa watoto wako kushuhudia Yordani.
Asante kwa sababu umefanikisha hali hizi zote. Tunajua kwamba katika hali hii Yesu aliipitia, na katika hiyo akatupa kuwa kielelezo ili kwamba na sisi tukanyage katika hatua zake. Naomba kwamba uwe pamoja nasi. Samehe dhambi zetu zote, usafishe na kutakasa kwa damu ya Yesu. Bado tunahitaji baraka za mbinguni, na za mno tunahitaji Roho wako Mtakatifu ili kwamba awe nasi katika safari hii. Tutakapoimaliza vizuri na kuingia katika ufalme wako, tutakushukuru na kusema asante. Amen. Basi tunaomba muongozo wako tangia sasa. Mwisho wa mambo yote tunaomba kukamilishwa katika imani, kwa sababu ni katika imani tutaingia mbinguni. Basi tunaomba ushirikiano katika hali zote. Tunapoondoka sasa Yordani, uwe pamoja nasi tutakapofika kwa ajili ya kumalizia maandalio. Mungu wetu uwe pamoja nasi, yote yakifanyika kwa uzuri, litukuzwe jina lako. Ni kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Basi mnawasalimia hapo, tukienda wao watakuwa wa mwisho. Mwakaribishe pita huko. Wapendwa, tumemaliza kuomba. Kwa hivyo tukaita watu waweze kuwasalimia wakiwakaribisha. Vile mnaona wamepiga laini wakiwasalimia, wakiwakaribisha ili wawe imara, wasimame imara, wakiwaambia kwamba wameanza vita na shetani waweze kupata ushindi. Kwa hivyo ni salama, wakiwafurahia kabisa, wakicheka, wakisema Mungu awabariki kabisa kwa msimamo. Kuna wale ambao wametoka katika madhehebu mbalimbali, katika matengenezo mbalimbali ambayo ni bandia, wale ambao wamekuwa katika madhehebu mbalimbali ya Sande, wale ambao wametoka katika dhehebu ya Waislamu, wote wakaapa wakasema ya kwamba sisi tumejiunga na matengenezo ya kweli. Ndugu wanacheka kabisa wakiwafurahia. Karibu sana wapendwa. Wale tuliopatana ni watu aina nyingi kutoka Kakamega, Bungoma, Maua, Embu, Nairobi, Mombasa, Kilifi, Machakos, Ukambani. Hawa watu wote wametoka eneo mbalimbali, wamebatizwa wakati tulipokuwa tukijifunza katika makambi, wakaona ya kwamba kabisa ukweli wameupata ambao ni ukweli waziwazi. Hapa sasa tulikuwa tunakaribia kuondoka mahali ambapo tulifanyia ubatizo. Tukakaribia kuondoka tukiwakaribisha watu hawa wakifurahia kabisa kutoka. Mnamkumbuke kuna wale ambao walijifunza kwenye Radio Citizen, wakaja katika makambi, nao wakasema ujumbe ni huu, wakaapa wakasema acha tubatizwe tuzaliwe mara ya pili. Kuna wale ambao wametoka Murang'a, kuna wale ambao wametoka sehemu ambayo ni ya Kisii, pale chini Kisii, pale kumetoka watu wengi wakahudhuria makambi haya. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe uko mbali na karibu, uzidi kuwa pamoja nasi kwenye YouTube yetu Revival and Reformation Kenya. Facebook ni pale tu utaandika Revival and Reformation Kenya. TikTok ni Revival and Reformation Kenya. Instagram ni Revival and Reformation Kenya. Ukiandika pale utatupata vizuri na uweze kupata mengi mafundisho ambayo ni Ukristo halisi, unabii wa siku za mwisho, utapata kuhesabiwa haki kwa imani, utapata mafundisho ambayo yanahusiana na familia zilizo bora katika kipindi cha mwisho, utapata ujumbe unaohusiana na afya, utapata matibabu mbalimbali, magonjwa mbalimbali utajitibu ukiendelea kujifunza kwenye YouTube hii Revival and Reformation Kenya. Karibu sana. Hapa sasa tuliondoka, tukatoka mahali tulipokuwa tunafanyia ubatizo. Hapa tunaondoka wakienda wakifurahia watu wengi, wakipita hapa wakiondoka pale kwenye Yordani tukielekea mahali ambapo tulifanyia makambi. Kwa hivyo tunaweza tukawaambia kwamba na wale ambao muna maswali mbalimbali mnaweza tupigia tu kwa nambari ni 0116150309. Hapo mtatupata. Unaweza ukatuandikia kwa WhatsApp namba hiyo na kutupigia kwa namba hiyo, ama utuandikie kwa comment kwa
YouTube ama Facebook, tutaweza kukujibu. Karibu sana, karibu sana. Unaweza ukashare, subscribe, comment na ulike. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Mbarikiwe, mbarikiwe. Wewe ambaye umetazama video yetu, Mungu akupe mbaraka na uzidi kufanikiwa katika mambo yenu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mtu ambaye amesema amebatizwa, kwa kweli yampasa kuchunguza sana, kwa kuwa amekufa na kufufuka katika Yesu Kristo. Mtu ambaye amesema amebatizwa, kwa kweli yampasa kuchunguza sana, kwa kuwa amekufa na kufufuka katika Yesu Kristo. Ubatizo ni hakikisho la kweli linalotuunga na Yesu Kristo, ya kwamba umeacha ya ulimwengu, umeambatana na Mwokozi Yesu. Ubatizo ni hakikisho la kweli linalotuunga na Yesu Kristo, ya kwamba umeacha ya ulimwengu, umeambatana na Mwokozi Yesu. Ewe rafiki, nakupa shauri, amini ukabatizwe. Kwa kweli usipobatizwa, hautamlaki Bwana. Ewe rafiki, nakupa shauri, amini ukabatizwe. Kwa kweli usipobatizwa, hautamlaki Bwana. Ubatizo ni hakikisho la kweli linalotuunga na Yesu Kristo, ya kwamba umeacha ya ulimwengu, umeambatana na Mwokozi Yesu. Ubatizo ni hakikisho la kweli linalotuunga na Yesu Kristo, ya kwamba umeacha ya ulimwengu, umeambatana na Mwokozi Yesu.